Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo kwenye makala hii utajifunza mimea 20 ambayo ina boosti kuku wa nyama au kuku yoyote yule ambaye unataka awe na uzito mkubwa au kuku au ile mimea ambayo itafanya kuku wako waweze kuwa na uzito mkubwa. Lakini pia katika hii mimea 20 pia ukiwa unawapa kuku wako pia itakusaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali na pia kuweza kuchochea ule ukuaji wa mifupa. Kuku wako watakuwa hawapati ile changamoto za kushindwa kutembea na kadhalika. Kwa hiyo ni mimea ambayo itakusaidia sana kwenye kukinga magonjwa, lakini vile vile kuboost na wakati mwingine hata kwenye kutibia magonjwa mbalimbali. Kuna mimea kwa mfano mpapai huwa tunapendelea sana kuwapa kuku kama booster, lakini mpapai ukimpa kuku wako ambaye ana coccidiosis au kuku ambaye ana kipindupindu huwa inamsaidia, anapona kabisa. Kwa hiyo nitakutajia mimea 20, nisikilize mpaka mwisho. Katika maeneo yote ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania hauwezi kuikosa hii mimea 20. Naamini kila mtu alipo kati ya mimea 10 mpaka 15 haiwezi kukosekana na unaipata kwa urahisi kabisa, wala mara nyingi haina gharama yoyote. Wewe kama mfugaji unatakiwa tu kuifahamu mmea huu utautumia kama tiba, kama kinga, kama booster na uwapeje kuku wako kwa kipimo gani, kwa kiwango gani. Sasa hayo yote ya vipimo, maelekezo mengine namna ya kuchanganya. Kuna mimea mingine tunachanganya ili tuweze kupata booster au multivitamin, au tunachanganya ili tuweze kupata tiba ya ugonjwa fulani. Sasa hayo maelekezo yote ya vipimo unayapata kwenye kile kitabu chetu cha tiba za asili. Mle ndio tumeelekeza vile vipimo halisi, vipimo sahihi ambavyo tumevifanyia majaribio. Ukimpa kuku wako kama ni ugonjwa basi anapona kwa muda wa siku 3. Hutumii gharama yoyote, unatengeneza mwenyewe na kuku anapona kabisa. Pia tuna vitabu ambavyo vina miongozo mbalimbali ya kuwafuga. Hicho ni kitabu cha tiba za asili ndio ambacho kina maelekezo yoyote. Tuna vingine vile ambavyo vina miongozo ya kuwafuga, kuvifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa, wa kuku aina yoyote ile. Tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna cha ufugaji wa broiler, tuna kile kitabu cha safari ya ufugaji, pia tuna kile kitabu cha booster za asili, kile kinaitwa mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki kimekuelekeza booster zote na namna ya kuiandaa vizuri, ratiba ya kuwapa hizi booster za asili kila siku. Labda Jumatatu wasagie maganda ya ndizi, Jumanne labda wape kitunguu saumu, Jumatano kitu fulani. Kama unataka kuboost mayai au kama unataka kuboost nyama, kuna maelekezo yote. Kama ni nyama kuna ratiba yake, kama una boost mayai pia kuna ratiba yake na mimea yake tofauti. Hiki kitabu ni kizuri sana. Ni kizuri sana kwa ajili ya wewe mfugaji kupunguza gharama, lakini kuwafanya kuku wako waweze kuwa na ubora wa hali ya juu. Ukitumia sana mimea kwa kuku wako, hata kama ni broiler huwa wanatoka kwenye ule ulaini na wanaenda kwenye hali nzuri. Hali yao inakuwa nzuri, wanakuwa kama kuku chotara au kama kuku wa kienyeji, wanakuwa hawana ule utelezi mwingi. Na wakati mwingine wanakuwa hawana ule utelezi kabisa. Mtu akila broiler wako ataona kama amekula chotara au kama amekula kuku wa kienyeji, inategemea na muda ambao amekaa yule broiler. Broiler akikaa muda mrefu kama unatumia sana madawa ya asili huwa anarudi, anakuwa nyama nzuri kabisa ambao kila mtu anaweza akaifurahia. Gharama ya kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unafuga kuku aina yoyote ile unapata na changamoto, hata kama ni kienyeji unapatwa na changamoto, basi sisi tutakupa kitabu kile cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na utawafuga vizuri kabisa. Hata kama hujawahi kufuga broiler kabisa, tuna kile kitabu cha ufugaji wa broiler. Kina maelekezo yote kuanzia day 1 unapompokea kifaranga mpaka unamuuza. Vitabu hivi ni vizuri sana 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 na tumelenga sana kwenye kutumia matumizi ya vitu vya asili kwa ajili ya kupunguza gharama, lakini kuwafanya kuku waweze kuwa na ubora. Kama unavyojua kutumia vitu vya asili, kwa mfano ukiwapa dawa ya asili leo, hata kesho huyu kuku unaweza ukamla, hata hapo unaweza ukamla na usipate madhara yoyote. Lakini kwa dawa za dukani, nadhani pale kuna sehemu tumeandikiwa withdraw period. Ukimpa labda leo ukae siku 3 ndio umle kwa nyama au yai lake labda liwe salama. Sasa kwa kienyeji au kwa asili hatuna mambo kama hayo. Sasa nikutajie hiyo mimea ambayo inafanya vizuri sana kwenye kuwaongezea uzito au kuwafanya waweze kuwa na afya bora kuku wako. Tuna beetroot. Beetroot ni kile kiazi damu, kile kiazi ambacho huwa kinatumika hata kwa binadamu kwa ajili ya kuongeza damu. Kinafanya vizuri sana pia kwa kuku. Kitu kingine ni aloe vera, pia kuna majani ya mpapai, lakini pia kuna majani ya mwembe. Pia kuna majani ya mparachichi. Na kitu kingine ni karafuu. Karafuu ni hizi ambazo huwa tunazitumia kama kiungo. Karafuu ni nzuri sana, ni booster nzuri sana, lakini pia ni kinga ya magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya typhoid, mafua pia. Ni kitu kizuri sana ambacho ukiwa unakitumia kwa kuku wako lazima uone matokeo ni mazuri. Tuna karoti, kuna majani ya maboga, pia kuna majani ya gimbi, yale majani ya gimbi.
kuna baadhi ya maeneo kuna magimbi. Hata kwa wale wanaopanda maua nadhani waga wanayajua haya majani ya gimbi. Pia kuna majani ya mgomba. Kwenye mgomba pale tunaweza tukatumia majani ya mgomba, pia tukatumia toto la ndizi. Na kitu kingine, mmea mwingine ambao pia upo vizuri zaidi ni majani ya mpera. Majani ya mpera ni mazuri, ila usiwape kuku wale ambao wanataga kwa sababu una sulfa nyingi sana, lakini ni kinga nzuri na pia huwa yanaongeza vitamin kwa kuku. Kama ni kuku wa nyama, pendelea pia kuwapa ya majani ya mpera, lakini kama ni kuku wa mayai, mpera hatushauri sana kwa sababu huwa unastopisha utagaji kwa muda fulani. Lakini kama kuku wako wana ile miharo, mpera pia unafanya vizuri sana. Kwa hiyo kama wana miharo na wanataga, basi itabidi uwape majani ya mpera ili wapone kisha waendelee na booster nyingine. Ila kama ni kuku wa nyama utawapa tu. Mmea mwingine ambao uko vizuri kwa kuku ni yale majani ya mihogo au yale majani ya kisamvu. Kisamvu kile cha mpira huwa kinakuwa ndio kina sumu zaidi kuliko hiki cha mihogo. Kwa hiyo huwa unashauriwa ukichemshe kidogo kwa muda kama wa dakika 5, alafu uweze kuwapa yale majani yake au maji yale yatakayopatikana. Huwa nayo ni booster nzuri sana. Pia majani mengine ni majani ya mwarobaini, lakini pia majani mengine ni majani ya mlonge. Majani ya mlonge pia yako vizuri sana. Kama tunavyojua hata kwenye hivi vyakula vinatengenezwa sana na majani ya mlonge kwa sababu yana protini nyingi, yana madini, yana vitamin. Ni majani mazuri sana kwa kuku. Na majani mengine ni haya majani ya msonobari au majani ya lusina, wanaita msonobari au lusina. Nayo ni mazuri sana kwa kuwapa kuku wako kwa sababu yana boost. Lakini pia majani mengine ambayo yako vizuri zaidi ni mchicha. Mchicha pia uko vizuri sana na hata kuku wao wanaupenda sana. Na kwenye upande wa madini na vitamin, kuna vitamini nyingi sana ambazo ni muhimu sana kwa kuku. Pia kitu kingine ambacho ni kizuri sana kwa kuwapa kuku wako ni vitunguu saumu. Vitunguu saumu ni muhimu sana kwa sababu vitunguu saumu vyenyewe huwa vinasaidia hata kuku akila chakula aende akafanye vizuri mmeng'enyo wa chakula, pia vinaongeza hamu ya kula na kadhalika. Na kitu kingine ni tangawizi. Tangawizi pia huwa inaongeza hamu ya kula. Ni muhimu sana kuwapa kuku wako maji yenye tangawizi. Na mmea mwingine ambao ni muhimu sana kwa kuwapa kuku wako ni pilipili. Usiache kuwapa pilipili kuku wako. Na pilipili hapa ni za aina yoyote ile. Pilipili huwa zinawafanya kuku, kwa mfano kipindi hiki cha baridi na mvua, unakuta kuku wamejikunyata, hawasikii, yani wanakuwa kama kuku ambao wanasikia baridi. Basi ukiwapa pilipili huwa zina stimulate waweze kusikia joto na waweze kuchangamka. Lakini vile vile pilipili huwa inakinga magonjwa, inakinga gomboro, pia inakinga kideri. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa unawapa sana kuku wako pilipili. Na kitu kingine ambacho ni muhimu sana, mmea mwingine ambao ni muhimu sana kuwapa ni limau. Limau au ndimu ni muhimu sana kuwapa kuku wako kwa sababu ina boost, lakini vile vile inakinga magonjwa kama ya mafua na kadhalika. Lakini pia hata yale majani yake ya limau au ya ndimu unaweza kuwasagia na ukawawekea kwenye maji yao kama kinga. Kwa hiyo ni mimea ambayo ni muhimu sana. Nimekutajia mimea kama 20 ambayo ni muhimu sana kuwapa kuku wako na inapatikana maeneo yote. Kwenye kipengele cha vipimo, ratiba, tunakushauri ununue vitabu vyetu, utaona hayo maelekezo yote. Pia kwa wale ambao wanahitaji kupata darasa la kutengeneza incubator rahisi ya kutumia boksi, tuna mafunzo, tuna madarasa ambayo yanafundisha. Ada yake ni 10,000 tu. Ukilipia 10,000 tutakuelekeza namna ya kutengeneza incubator kwa ajili ya kutotoleshia mayai wewe mwenyewe kwa kutumia malighafi zinazopatikana kwenye mazingira ya kawaida. Kwa kutumia box tu utaweza kutengeneza vizuri kabisa incubator ya box na utapata vifaranga. Kama una kuku wako wa kienyeji wao wanasumbua kutotoa, basi tunakushauri wewe unatumia box kuweza kutotolesha ili wewe unapata vifaranga. Na pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakuunga, unapata darasa la uleaji wa vifaranga, lakini vile vile utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Asanteni sana. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.